Kuna maneno yanazaliwa mdomoni, lakini uzito wake huishi moyoni mwa jamii. Lakini kuna majina yanatamkwa kwa sekunde chache, lakini tafsiri yake hudumu kwa vizazi. Ndio maana leo tunajiuliza, je, katika utamaduni wetu wa Kiafrika, mama mwenye umri kama wa Mama Diamond, umri wa hadhi kubwa, anapaswa kutambulishwa kwa umma akiwa na mpenzi au akiwa na mume? Hatukatai mapenzi, hatupingi furaha, hatuhukumu uchaguzi wa mtu mzima, lakini tunahoji uzito wa neno. Mpatanishi wa heshima ni neno, mlinzi wa hadhi ni neno, kioo cha utamaduni ni neno. Katika mila nyingi za Kiafrika, mwanaume anayesimama hadharani pembeni ya mwanamke mwenye hadhi ya Mama Diamond huitwa mume. Hilo sio swala la kupunguza mapenzi, bali ni swala la kuongeza heshima. Sio swala la kumfunga mtu, bali ni swala la kuipa jamii lugha inayobeba uzito wa maadili yake. Leo tunaiga kinachovuma, kesho tunaiga kinachotazamwa, kesho kutwa tunaiga kila kinachoshangiliwa. Lakini swali linabaki pale pale, tunaiga maendeleo au tunaiga misamiati inayofuta utambulisho wetu? Afrika imejengwa juu ya heshima. Heshima ya wazazi, heshima ya ndoa, heshima ya familia na heshima ya maneno. Ndio maana katika nyumba nyingi za Kiafrika neno mume lina uzito wa ahadi, wajibu na ulinzi. Lakini neno mpenzi mara nyingi huacha maswali mengi kuliko majibu. Ni kweli kila mtu ana haki ya kuishi anavyotaka, lakini watu wenye umaarufu pia hujenga taswira zinazotazamwa na maelfu ya vijana. Wanachokisema, wanachokifanya na wanavyokitambulisha huweza kuwa darasa kwa wengine. Ndio maana hoja sio kwamba Mama Diamond asiwe na mahusiano, hoja sio kwamba asipende. Hoja ni hii: kama ni wa kusimama hadharani na kutambulishwa kwa heshima ya familia, basi hadhi hiyo ingeonekana yenye uzito zaidi kama angekuwa mume kuliko mpenzi. Tusikimbilie kuacha kila kilicho chetu kwa sababu tu ulimwengu umebadilika. Mabadiliko ni mazuri, lakini si kila mabadiliko ni maendeleo. Maendeleo yanapaswa kwenda sambamba na mizizi ya utamaduni, si kuikata mizizi hiyo. Mwisho wa yote, hoja hii si ya kumhukumu mtu, ni mwaliko wa kutafakari, kwa sababu jamii inayolinda maana ya neno hulinda pia maana ya maisha yake. Na labda hapa ndipo tunapaswa kujiuliza, tunapobadilisha majina ya mahusiano, je, tunabadilisha maneno au tunabadilisha hata utambulisho wetu? Jina langu naitwa Ali Katalambula, mwandishi mwamsha fikra, msimuliaji wa jamii, mwandishi anayemiliki kalamu inayosuka hoja kwa uzi wa ukweli na kuzipamba kwa sanaa ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na hii ni Safanki TV. Mpaka wakati mwingine, chao.